Kuna kipindi nilipotea hapa mjini nikiwa mkuu wa mkoa, na nikaanza kutafutwa. Wangapi wanakumbuka? Na wengine mlinitafuta kwa nguvu kubwa, yuko wapi? Ukweli nilikuwa naumwa na nililishwa sumu. Yasingekuwa maombi ya Watanzania na Mungu kumuinua Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kusimamia matibabu yangu, nilitakiwa nife mwaka jana. Napokuja mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa, nikiwaambia nahitaji maombi mengine katika nafasi yangu, sina nafasi ya kuyaeleza. Lakini wako watu walitamani kuondoa uhai wangu katika nyakati tofauti tofauti. Na tazama na kujia kwa wakati mwingine tena habarini za siku nyingi. Taka niongee jambo ambalo linagusa na limegusa sana wengi wa watu. Taka niongee mambo ambayo kidogo walau yamegusa sana watu. Na hilo jambo naotaka kulizungumza, kuliongea kwa wakati huu ni jambo linalomhusu Mheshimiwa Paul Makonda. Nilishawahi kuongea hapo nyuma kwamba aweza Mheshimiwa Paul Makonda aweza kuwa rais ajaye, lakini baadaye nikasisitiza zaidi naamini hivyo Mungu aweza kumtumia yoyote kutuokoa kwenye wakati kama huu tulio nao. Na Makonda ni moja ya mtu ambaye ana spirit ya Mungu. Ni moja ya mtu ambaye anaonekana nyendo zake, lakini pia njia zake anafuatisha katika zile njia za marehemu na JPM John Pombe Magufuli. Na wengi mmeshuhudia na mmeona hivyo akitembea harakati zake, na aliapiza kabisa na kwenye kaburi la Magufuli, na anaonekana hivyo. Lakini hapa alivyotolea fafanuzi ya kwamba alinyweshwa sumu, alipotea pale kipindi alichopotea, hajawataja waliohusika moja kwa moja kwamba ni akina nani waliohusika kufanya hilo zoezi mpaka yakamkuta maudhi yale. Naweza nikasema moja kwa moja, pole sana kwa yale yaliyokupata. Pole sana kwa sababu najua ni moja ya mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni msikilizaji. Pole sana kwa yaliyokupata, yaliyokukuta. Naamini Mungu ana makusudi na wewe kukuacha ama na ukabaki hai mpaka leo. Lakini katika hayo niongee jambo moja. Wewe ni mmoja mtu ambaye ulikuwa ukiongea, ukipinga, ukikataa masuala ya utekaji kipindi kile cha Magufuli. Ulishaongea sana.
ukakataa, ukapinga. Kinachofanya tupate maswali, tunapata maswali sana kwa sisi raia, kwa sisi watu wananchi, kwa nini kwa kipindi hiki hauongei? Na idadi ya watu inazidi kuongezeka kuwa kubwa, idadi ya watu wanaotekwa, wanaouawa, wanaofanyiwa, wanaopotezwa, idadi inazidi kuongezeka. Swali ni je, kwa nini hauongei? Na mimi najua kabisa mtu wa Mungu mtu wa Mungu kabisa moja, ana utu na ubinadamu. Hawezi akaona mwanadamu mwenzie kafanyiwa ama anafanyiwa mambo fulani yanayokwenda kinyume na ubinadamu, akakaa kimya, akanyamaza. Wakati fulani, na huwa tunasema kwamba kitendo cha kunyamaza ni kunaweza kuwa na mawili au matatu hivi. Aidha unaweza ukawa upo sambamba na yule anayehusika kufanya yanayofanywa. Naomba hapo nieleweke vizuri kabisa. Narudia. Wakati fulani kunyamaza, kuwa kimya, kutoongea, kutozungumza, ili hali watu wanaumia, watu wanateseka, watu wanalalamika kupotezewa ndugu zao, wazazi wao, waume zao, wake zao. Sometimes wakati fulani kunyamaza ni ishara ya kwamba unaweza ukao upo sambamba na yule anayetekeleza hayo. Kama kwa kitu ya kawaida tufanye hauko sambamba naye, anahusika na hayo na haumfahamu, haumjui. Tufanye hivyo, haumjui, haumfahamu. Kwa nini unyamaze, usiongee kwenye mikutano yako unayofanya? Kwa nini hauongei? Na wewe ndo mtu ambaye tunakutazamia, tunakuangalia kwa jicho la tofauti, ya kwamba huyu mtu linaweza likaja kutokea lolote ama chochote, akaja kupenya, akakaa kile kiti. Je, akikaa atakuwa kikalia kimya mambo haya kwa sababu aliyemwaminifu kwenye mambo madogo hata makubwa pia atayaweza ama anayaweza. Sometimes tulioko chini ndio tunaanza kuongea, kupaza sauti, kupiga. Najua huko hatutasikilizwa. Wala una afadhali nyie mlioko juu huko, mkiongea ni rahisi sana kusikilizwa, tofauti na sisi huku tulioko chini tunaofurukuta, tunaopambana ili tuje huko kunakoitwa majuu. Lakini watu wanatekwa, wanapotezwa, wanaonewa, wanalia, wanaumizwa, wanaumia, lakini kimya, naendelea kwa kimya. Sijajua kimya kinamaanisha nini. Sijajua kimya kinamaanisha nini ama kina ishara ipi. Kina ishara ya dhamira ya dhati, dhamira njema ya kwamba nikishapata pale ndo nitaongea.
kama wewe ni muwazi na ni mtu wa Mungu, mambo kama hayo ni mambo ya kuongea, ni mambo ambayo hauwezi ukakaa kimya. Na imeshaandikwa kabisa, tenda lile ambalo hata wewe ungependa kutendewa. Usitende lile ambalo hata wewe usingependa. Usitende lile ambalo hata wewe usingependa kutendewa. Sidhani kama angefanywa hayo mwanao, fanyiwa mkeo, mmeo, angefanywa jamaa yako, ndugu yako, sidhani kama ungenyamaza. Kini nyiwa ni hao mambo yanaenda. Nishauri ningetamani sana Mheshimiwa Paul Makonda, haya mambo usiakalie kimya, usinyamazie. Yaongee, yapazie kelele, yapazie sauti ya kwamba utekaji hapana, uwaji hapana, uoneaji hapana. Naombeni jamani kula hizo, kwa hii juhudi na bidii na upambanaji naoonesha sasa, ndio nitakaoonesha nikiwa pale. Lakini sio ukiwa hapo na nyamaza, mambo yanaisha, yanaenda. Metupa sana sisi watu wananchi kigugumizi na maswali mengi ya kwamba au nani mmoja ndo wale, au ndo wale, au huku ni propaganda tu, au nani ndo wale. Lakini mbona aliyekuwa yule pale wa 2022, 23, 2020, 2020, 22, 23 sio huyu wa sasa? Au naye ni wale? Tunapata picha na picha ambayo sio nzuri kabisa. Tamani sana na mambo uiongee. Sio mpaka yaje wakute milangoni penu ndo muibuke na kuanza kuongea. Ngeni sasa. Sio tu kwa yeye, lakini pia hata kwa wote ambao na mpo kwenye tusehemu tu kugombea. Ile swala ongeni sasa. Atamani nchi yetu ya Tanzania ije kuwa na rangi nyekundu, kwa maana ya kwamba damu imemwagika, maji yamefanyika, namna nyingi kedekede zimefanyika, basi yametokea kutokea, ndio hiko kimepatikana. Atamani vitu hivyo. Nchi yetu ni nchi ambayo inafahamika hivyo, nchi ya amani. Wakunisikia menisikia, asanteni kwa kunisikia na kunisikiliza. Lakini kwenye eneo la utendaji na utekelezaji, hilo ni jambo lingine. Kusikia na kusikiliza ni jambo moja. Kwenye eneo la utendaji na utekelezaji ni jambo jingine. Asante. Maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Naomba Mungu atuepushe na tamaa, sisi bado vijana, sisi twapambana. Maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Naomba Mungu atuepushe na tamaa, sisi bado vijana, sisi twapambana.
tunapambana tunapitia msoto. Jana leo tunafurahi, kesho ni fumbo. Pesa zetu kazi halali, hatuna malingo. Mkumbuke Mungu wako siku za maisha yako. Kupambana tunapambana tunapitia msoto. Jana leo tunafurahi, kesho ni fumbo. Pesa zetu kazi halali, hatuna malingo. Mkumbuke Mungu wako siku za maisha yako. Kwa nini maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Namuomba Mungu atuepushe na tamaa, sisi bado vijana, sisi twapambana. Maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Namuomba Mungu atuepushe na tamaa, sisi bado vijana, sisi twapambana. Tazama, fikiria maisha ya sasa. Nakumbuka tulikotoka, tumepitia mikasa. Unavotuona leo, sisi sio wajana. Tumekula msoto tangu mwaka jana. Tazama, fikiria maisha ya sasa. Nakumbuka tulikotoka, tumepitia mikasa. Unavotuona leo, sisi sio wajana. Tumekula msoto tangu mwaka jana. Kwa nini maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Namuomba Mungu atuepushe na tamaa, sisi bado vijana, sisi twapambana. Maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Na tamaa, sisi bado vijana, sisi twapambana. Twamsifu Mungu wa neema, ametukomboa. Sisi bado ni vijana, tunapambana. Haleluya, haleluya, tumebarikiwa. Tukila tu ugali tunafurahia. Nguvu zote kwenye kazi, hatuna masiara. Shetani anapigwa chini, ana mikwara. Kwa Mungu hatuchomoki, tumetia nanga. Shetani anapigwa chini, ana mikwara. Kwa nini maisha yetu ni mafupi sana, sio marefu sana, sio kama tori. Namuomba Mungu atuepushe na tamaa, sisi bado vijana, sisi